Kwa hiyo maisha ya ndoa kwa kawaida yanakuwa na ups and down, yanakuwa na kupanda na kushuka. Maisha ya ndoa yako hivyo, yanakuwa yanapanda na kushuka. Mwanzoni katika maisha ya ndoa kila mmoja anakuwa anafurahia maisha, lakini kadri ya miaka inavyokwenda kila mmoja anakuwa anaanza kumzoea mwenzie katika maisha ya ndoa. Mtu mmoja aliwahi kusema, kullu nikahun yajibu an yamurra fi arba'ati marahil, kila ndoa lazima ipitie katika stage 4. Kila ndoa lazima ipitie katika stage 4. Ukioana na mke wako stage ya kwanza, mtakuwa katika mapenzi moto moto. Mwaka wa kwanza ule mnakuwa mnapendana, mnapelekeana maji chooni, bafuni, nini, ndio mwaka wa kwanza. Baada ya miaka 3 au 4, wewe utaanza kumuona mke wako wa kawaida, na wewe mkeo ataanza kukuona wewe wa kawaida. Yaani kama zamani ilikuwa ukifika na kupokea mzigo atakuwa hakupokei tena. Tayari mshaanza kuonana wa kawaida. Hii ni hatua ya pili katika maisha ya ndoa. Hatua ya tatu katika maisha ya ndoa, kinachofuatia sasa, kila mmoja anakuwa anaishi kwa sababu ya mwingine. Tumezaa watoto, kwa hiyo nikimwacha huyu watoto wangu watapata tabu. Kwa hiyo mtu anaamua kuishi na mkewe tu kwa sababu ya watoto, na mwanamke vile vile anaamua kuvumilia kwa sababu anaona nimezaa naye huyu, nikiachana naye mume wangu, nikidai talaka watoto wangu watapata tabu. Hii ni hatua ya tatu kwenye ndoa, huwa inafikia hatua hiyo. Hatua ya 4 katika ndoa ndio unasikia watu wameachana. Hiyo ndio hatua ya mwisho katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo kila ndoa huwa inapitia katika stage 4. Ukiona wakati fulani unagombana na mke wako, hizo ni stage tu katika ndoa, na wala haiwezi kuwa hiyo hali inadumu kwamba mkawa mnagombana kila siku. Hapana. Na wala haiwezekani mkawa kila siku mnakaa mna furaha. Hapana. Kuna siku mnagombana, kuna siku mnafurahi. Hivyo ndivyo hali ya maisha ya ndoa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba.